historia mpya ya ulimwengu, historia ambayo huenda ndio mara ya kwanza unaisoma au unisikia, lakini hukuisadiki. Wala mimi si kazi yangu kufanya uisadiki, ila nitakuonyesha ushahidi wa maandishi na ule wa kushikika. Aidha utaelewa, utaamini au utasadiki. Hilo ni lako na ubongo wako. Karibu Jamvini, mwalimu amefika. Njoo tuanze safari. Kaa kitako, tunaanza. Nani alijenga piramidi za Egypt kwa teknolojia ambayo bado hatujavumbua mfano wake hadi leo? Kwa nini mataifa ya kale yalieleza kuhusu ndege na safari za anga miaka 1000 kabla ya Wright Brothers? Na je, inawezekana kuwa teknolojia ya AI haikuwa uvumbuzi wa karne hii, bali urithi wa ustaarabu uliosahaulika au uliofichwa? Katika episodi hii tunaendelea na maswali ya udadisi, maswali ya uchokozi, maswali ya kufikirisha, maswali ambayo yatatuzamisha kwenye bahari ya kiuchunguzi kwa episodi zitakazofuata. Hapa tena tunauliza, ni vipi ustaarabu wa kale kutoka kila kona ya dunia ulivyokuwa na maarifa ya ajabu kuhusu anga, nishati, teknolojia na hata viumbe wa sayari nyingine. Utaona jinsi hadithi kutoka India, China, Mexico, Egypt, Mali na kwingineko katika mabara 7 yote zinavyofanana na kushaibiana kana kwamba zilitoka kwenye chanzo kimoja, chanzo ambacho huenda kilikuwa cha dunia nzima. Leo tunaita globalization. Na kama utadhani haya yote ni hadithi za kubuni, fikiria tena. Hebu tuanze. Kwa nini wanafalsafa wa Kigiriki na watawa wa Brahmini kutoka India walizungumza kuhusu uwezekano wa maisha ya kwenye sayari nyingine? Si tu walizungumza kama ngano za kale walizorithi, lakini walizungumza namna ya kufika huko na walitaja vifaa. Kwa nini simulizi zao zinafanana kiasi cha kuonyesha kuwa waliamini safari hizo zilishafanyika? Je, ilikuwa ni imani ya kipuuzi au walikuwa wanarudia kile walichokisikia kutoka kwa vizazi vilivyotangulia? Hatuwezi kupuuza kwamba hata leo hatujui ni teknolojia gani iliyotumika kujenga mahekalu na piramidi za kale. Jiwe moja la Baalbek, Lebanon, lina uzito wa zaidi ya tani 1000. Leo, pamoja na mitambo yote tulionayo, hatuwezi kulinyanyua. Wao walinyanyua, wakaliweka juu ya mingine. Ni vipi? Na sio Baalbek peke yake. Kona mbalimbali za dunia, kwenye mabara yote, unakutana na hadithi hizi za ujenzi wa ajabu kabisa. Fikiria hadithi za waungu kama Isis, Osiris na wengine ambao walielezwa kuwa wana uwezo wa kuruka angani. Vipi kuhusu masalia ya kale yanaonyesha picha za vitu vinavyofanana kabisa na ndege za kisasa zenye mabawa, sehemu ya abiria, hata mwelekeo wa upepo? Alafu kuna ile habari ya taa zinazowaka milele. Ndiyo, sio simulizi tu. Katika makaburi na mahekalu ya kifalme ya kale, sehemu mbalimbali walikuta taa zinazowaka miaka 1000 kwa maelfu. Swali, walitumia nishati gani? Hatujui. Sio umeme wa kawaida, sio nyuklia. Ni kitu gani? Hatujui au hatujaambiwa. Ni nani anayejua? Hivi unafahamu kwenye kaburi la Kennedy kuna moto unaowaka ambao hauzimiki? Moto usiozima juu ya kaburi hilo. Je, aliyeweka moto ule anayo funguo la jibu la maswali yetu kuhusu taa za maajabu zinazowaka milele? Taa zinazowaka hata umeme, hata upepo uvume vipi, hata mvua inyeshe vipi, hazizimiki. Je, taa kwenye kaburi la Kennedy imechagizwa, imekuwa inspire na hizi hadithi za taa zinazowaka milele? Ila nifanye nitafakari kwa kina ile kauli ya Jean-Jacques Rousseau aliyesema, upotosho wa historia umempotosha binadamu kuliko kingine chochote kinachojulikana kwa mwanadamu. Narudia tena,
Kupotoshwa kwa historia kumempotosha binadamu kuliko kingine chochote kinachojulikana kwa mwanadamu. Vipi kuhusu hadithi ya robot? Hivi unajua Sophia sio robot wa kwanza mwenye artificial intelligence, na sio karne hii, nazungumzia maelfu ya miaka kabla ya kuja Kristo. Si kwamba palikuwa na taaluma hii, bali palikuwepo na marobot. Plato mwenyewe anazungumzia kuhusu robot wake ambaye ilibidi amfunge kamba asije kimbia. Hii ilikuwa kabla ya kompyuta, kabla ya sensa. China pia kunayo rekodi za robot anayetembea. Sio China hii, way back, kabla hatujatengeneza kompyuta kwanza. Unashangaa, narudia tena, kupoteshwa kwa historia kumempotesha binadamu kuliko kingine chochote kinachojulikana kwa mwanadamu. Wakati unashangazwa na hilo, tuangalie kwenye anga. Maandiko ya kale yanazungumzia kwa undani kuhusu ndege, aina zake, namna zinavyoruka, na hata safari za anga. Safari za anga nje ya Milky Way, nje ya galaksi yetu. Kama haya yote ni hadithi, mbona maelezo yake ni ya kisayansi kupita maelezo ya simulizi za Darwin? Ni vipi kuhusu kazi za sanaa? Angalia michoro ya ajabu ya kale, Peru, Mesopotamia, Iraq, Egypt, Zimbabwe. Sanaa yao ilikuwa ya hali ya juu mno. Hadi leo hatuwezi kuirudia. Kama ustaarabu wa leo ni wa kisasa zaidi, mbona tukilinganisha na ule wa kale? Wakwetu ni kama tone dhidi ya bahari. Ni nani aliyefanya haya yote zamani hizo? Katika karne ya 43 kabla ya kuja Kristo, wanasayansi wa China walielezea uso wa mwezi kwa undani. Maandiko yao yanafanana kabisa na picha tunazozipata leo kutumia satellite, na bado sisi leo tunahangaika kufika mwezini. Walitaja umbo lake, umbali wake kutoka kwenye sayari yetu ya dunia, uso wake, hali yake ya hewa, muda unaotumia kuizunguka dunia yetu. Ni wazi ustaarabu wa kale ulikuwa na maendeleo ya ajabu, na kilichoshangaza zaidi, haya maendeleo hayakuwa ya eneo moja tu kama Egypt au Sumeria. Yalikuwa ya kila mahali. Hadithi za Golden Age, enzi za dhahabu, zipo kila bara. Alexander Graham Bell, ambaye anatambuliwa kama mvumbuzi wa siri, alikiri mwenyewe. Alisema maneno haya baada ya kifaa hicho kuanza kufanya kazi. Sikiliza kwa makini. Alisema hivi: "The old devices have been reinvented." Keywords: devices reinvented. Kama vile alijua hana jipya, alikuwa anaambia kilicho kuwepo. Frederick Sohl, mshindi wa Nobel kwenye fizikia, alisema wazi, jamii za kale hazikuwa tu na maarifa tulionayo sasa, bali pia nguvu ambazo sisi bado hatujazielewa. Unamsikia Frederick Sohl anasema kwamba jamii za kale ambazo kwenye nadharia Darwin tunafundishwa walikuwa mabususa, walikuwa manyani, hawezi hata kuvaa nguo, walitumia zana za mawe na vitu kama hivyo, waliishi mapangoni. Hapa Sohl, mshindi wa Nobel Prize kwenye fizikia, anasema jamii za kale hazikuwa tu na maarifa tulionayo, yani haya maarifa tulionayo si kwamba wao walikuwa nayo, lakini pia walikuwa na nguvu ambazo sisi bado hatujazielewa au hatujaweza kuzimaster. Kauli hii haiungwi mkono na nadharia ya Darwin wala mfumo wa elimu ambao tunafundishwa madarasani. Watu hao wakubwa wa uvumbuzi wanazungumza kana kwamba kuna ambacho wao peke yao, wao wateule, wanakifahamu dhidi ya jamii za kale kuliko kile ambacho walichokubali tufundishwe mashuleni. Ni kama historia waliosoma wao na tunayosoma sisi ni mbili tofauti. Na mkumbuka Karl Marx pale aliposema, kama utaweza kuwatenganisha watu mbali na historia yao, basi utaweza kuongoza unapotaka kwa urahisi.
huyo ni Karl Marx. Kama utaweza kuwatenganisha watu mbali na historia yao, ukawatenga na historia yao, basi utaweza kuwaongoza unapotaka kwa urahisi. Tunaona historia hii ikiibuka kila siku kupitia tafiti mpya, maandiko ya kale na magofu ya ajabu ambayo hayana maelezo ya kawaida. Angalia Egypt. Miaka 3000 kabla ya Kristo, ustaarabu, wana sarafu, wana barabara, wana maandishi, wana hesabu, wana elimu ya afya, wana miundo ya kijamii, serikali, bila kipindi cha mpito. Ghafla tu wana vitu vyote hivyo vimekamilika, kama vile ustaarabu huo umeshuka kutoka mbinguni, ulioko hapo moja kwa moja. Hatuoni hatua ya kutoka kwa jamii ya uwindaji hadi kuwa na serikali. Ukiangalia Sumeria, Nazca, Peru, Iraq ya leo, unakuta mji ambao haukuanzia chini bali ulianza kuwa umekamilika. Na cha kushangaza, jamii hizo hazikuwa jirani, zilikuwa zikitenganishwa na maelfu ya kilomita, lakini bado zilifanana. Michoro ya hadithi za Mungu nyoka, Mungu jua, Mungu anayepaa, waungu kutoka mbinguni, swastika na hadithi ya gharika zipo China, Mexico, India, Mali, Egypt, Britain na kadhalika. Ni kama dunia ilikuwa kijiji kimoja. Hii ndio globalization ya kale, sio mpya bali ya zamani kabisa. Mfumo wa maandishi pia unashangaza. Tarakimu, herufi, alama, kote zinafanana. Zilitoka wapi? Hakuna anayejua kwa uhakika, au anayejua kazificha taarifa hizi, ataongoza anakotaka. Na lugha, mzizi ya maneno, majina na matamshi yana uhusiano wa kushangaza, kana kwamba yote yalitokea na lugha moja ya kale. Ujenzi wa majengo kama piramidi, muundo wake, mahesabu yake na hata mwelekeo wake kwenye nyota za ajabu. Piramidi ya Egypt na ile ya Mexico zote zimejengwa kwenye vipimo vinavyofanana, na zote zinaelekea kwenye kundi lile la nyota. Hata kama zimetenganishwa na bahari na milenia, bado zinafanana. Desturi pia. Angalia jinsi walivyopaka maiti zao dawa kuzuia kuoza. Leo hatuna teknolojia ya kufanya hivyo kikamilifu, na baadhi yao walifunga vichwa vya watoto wao ili vifanane na vichwa vya waungu waliowaona. Kwa nini? Wao walitaka kuwa kama wao, au labda walikumbuka. Ni wazi historia yetu ya kweli haikuanzia miaka 3000 kabla ya kuja Kristo. Hiyo ni historia ya pili au ya tatu au ya tano. Ile ya kwanza ilishafutwa au kufichwa kwa maksudi. Na sasa swali kuu, ni nani alianzisha haya yote? Ni nani mwalimu wa walimu wetu? Tunaposema falsafa ilianza Ugiriki, ni nani alimfundisha Socrates? Tunasema sayansi ile ilianzia Roma. Nani aliwapa maarifa? Karibu kwenye historia mpya ya dunia, historia ambayo haijasimuliwa darasani bali ipo kwenye miamba, maandiko ya kale na sauti ya vizazi vilivyotangulia. Sio kazi yangu kukufanya uamini, lakini nitakuonyesha njia, nitakuonyesha ushahidi, na hapo ndipo uamuzi utakuwa ni wako. Utaamini au utaendelea kuamini simulizi zisizo rasmi? Kuna ushahidi mwingi kwamba ustaarabu wa kale ulikuwa na maendeleo ya juu kuliko tunavyodhani. Kuna ushahidi maendeleo haya hayakuwa ya mahali pamoja, yalikuwa ya dunia nzima. Hadithi, sanaa, teknolojia, lugha, maandiko na falsafa zinafanana kwa njia ya ajabu. Swali sasa, je, waliwahi kuwepo? Hadi sasa tumeuliza maswali ambayo yanatikisa kila msingi wa historia tuliofundishwa, kutoka episodi ya kwanza mpaka ya 3. Nani walikuwa waanzilishi wa kweli wa historia? Nani walikuwa waanzilishi wa ustaarabu?
binadamu wa kwanza ni nani? Walijuaje kuhusu safari za anga, robots, nguvu za mvutano kabla ya zama zetu? Na kwa nini mataifa yaliyotenganishwa na bahari maelfu ya maili, maelfu ya kilomita yanafanana alama, aina ya ujenzi, simulizi, hadithi na tamaduni? Kulikuwa na globalization? Katika episodi ijayo hatutauliza tena maswali, maana hayaishi. Tutaanza kujibu, na tunaanza na moja ya mafumbo ya ajabu zaidi kuwahi kutokea kwenye uso wa dunia, Nazca Line. Mistari ya Nazca, michoro mikubwa ardhini inayoonekana tu kutoka juu angani. Je, ni ramani? Ni kodi? Ni fumbo? Ni ujumbe? Ni njia za kurushia ndege? Au shahidi wa ustaarabu wa kale, ustaarabu uliofichwa? Siri za anga. Vipande vya fumbo vinaanza kuungana. Tunaukaribia ukweli. Nakumbuka, ukweli ndio utakuacha huru. Jisajili sasa na bonyeza alama ya kengele, kwa sababu my friend, episode inayofuata upasi kuikosa. Safari ndio inaanza. Karibu.